Bwana Mungu amenipa ulimi wa hao wafundishwao, nipate kujua jinsi ya kumtegemeza kwa maneno yeye aliyechoka. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa siku hii tena. Tunakuomba uwe katikati yetu, tuongoze tunapotafakari kuingia kwako Yerusalemu, lakini pia tukitafakari juu ya mateso yako na kuanza juma kuu. Tusaidie tuweze kuwa na ulimi kama huu wa Isaya, kutangaza neno lako katika ukweli, lakini pia tuweze kujifunza, kuweza kupata neema, tusiwe kama wana wa Wayahudi, tuweze kukusifu wewe na kukulaki na kuona utukufu wako katika maisha yetu yote. Ndugu zangu wapendwa, leo katika Jumapili ya Matawi, naomba tujikite katika injili ambayo inasomwa nje ya matawi na sio injili ile ya mateso ambayo inatoka Mathayo sura ya 21 ya kwanza hadi ya 21. Lakini pia maneno ambayo nimeanza nayo ya nabii Isaya sura ya 50 ya 4 mpaka ya 7 yatakuwa muunganiko wa kutuonyesha kwamba sisi mpaka tunapofika mwisho tuweze kujiuliza swali na kuweza kujijibu kwamba Mungu amenipa ulimi wa aina gani? Mungu amekupa ulimi wa aina gani? Hayo maneno yatakuja kuwekwa katika nafasi nzuri, au tunaona msingi mkubwa sana ni unyenyekevu wa kuweza kukontrol yote katika somo la pili la Mtume Paulo kwa Filipi sura ya 2 ya 6 mpaka ya 11. Nabii Isaya anatamka haya maneno kwamba Mungu amenipa ulimi wa hao wafundishwao, nipate kujua jinsi ya kumtegemeza kwa maneno yeye aliyechoka. Na yasema maneno haya yanapokuwa utumwa wa Babeli. Huko Babeli, baada ya mateso, baada ya mahangaiko, yeye mwenyewe akiwa kati ya watu ambao walikuwa mateka, Mungu ndipo anapomuita aweze kuwatuliza watu wake. Mungu anamuita aweze kuwatuliza katika changamoto, katika shida, katika njaa, katika dhiki, katika kubaguliwa, katika kuteswa, kufanyishwa kazi nyingi, katika kunyimwa haki ya kuabudu, katika kuanza kulazimishwa kuabudu hata miungu mingine. Ndo anaitwa aweze kuwatuliza. Na ndio maana mtakatifu Atanazi amechukua sehemu hii ya wimbo wa 3 wa Isaya akaikompea sana na Yesu mwenyewe, kwamba Yesu mwenyewe anakuwa katika mateso, anabeba mateso, anahangaika, lakini katika mateso humo ndipo anapotukomboa na kutupa maneno ya faraja na kutusaidia katika msalaba. Yaona hata tutakuja kuona Ijumaa Kuu mle tunaona upendo wa Yesu kuanzia Getsemani, mahangaiko yote, anakuja yupo kwenye mahangaiko, lakini bado anatutuliza sisi. Leo tunajiuliza katika sehemu ya kwanza, ulimi wangu unatamka nini kwa Mungu? Ulimi wangu unatamka nini kwa mwenzangu? Na ulimi wangu unatamka nini kwa nafsi yangu mimi mwenyewe? Mtume Yakobo anatuambia katika barua yake sura ya 3 aya ya 9, anasema kwa ulimi sisi twamshukuru Bwana na Baba yetu, kwa ulimi huo twalaani watu, na kwa ulimi huo hao watu ambao tunawalaani ni ambao wameumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Lakini anasema hivi, maneno ya kubariki na ya kulaani kutoka katika kinywa kimoja. Ndugu zangu, mambo haya hayapaswi kuwa hivyo. Ndugu zangu, Yakobo anaendelea kutuambia kwamba anaona huu ulimi ndani ya sura hiyo kwamba ni kama moto mdogo unavyoweza kuteketeza msitu mkubwa. Kwa maana nyingine, leo tunaalikwa kuona kwamba na kujiuliza kwamba ulimi unazo sifa nzuri nyingi na sifa nyingi mbaya. Kwa ulimi tumeumbwa, na kwa ulimi tunaweza kuumba pia, lakini kwa ulimi tunaweza kuua. Kwa ulimi tunaweza kujenga, lakini kwa ulimi tunaweza kubomoa. Kwa ulimi tunaweza kukusanya na kufanya vitu viwe na umoja na kuleta umoja, lakini kwa ulimi tunaweza kubomoa na kutawanya. Kwa ulimi tunabariki, lakini kwa ulimi huo tunalaani. Kwa ulimi tuliumbwa kwa neno, lakini pia kwa ulimi tuliweza kumsaliti na kutenda kosa la kwanza kwa wazazi wetu wa Adamu na Eva, na kwa ulimi huo tukawa tumeweza kufukuzwa katika bustani ya Edeni. Lakini kwa ulimi huo tumekuja kukombolewa, ambaye ni kwa neno la Mungu ambaye alitoa mwili akaja kutukomboa, kama anavyotuambia mwinjili Yohane sura ya 1.
Mwaliko wake ni nini hapa? Kwamba kwa ulimi wetu sasa tuwe waponyaji, kwa ulimi wetu tufundishe yaliyo kweli, kwa ulimi wetu tuweze kuwa faraja, kwa ulimi wetu tuweze kutoa maneno ya tumaini, maneno ya kujenga, maneno ya kuleta umoja, maneno ya kuonyesha nguvu ya Kristo, maneno ya kuwategemeza watu waliochoka waweze kupata nguvu tena, kama anavyotuambia nabii Isaya leo katika somo la kwanza. Jambo la pili, wapendwa wana Emmaus, ulimi wetu ushinde unafiki wetu. Unafiki kwanza kwetu sisi wenyewe, kujidanganya, kujinafikia na kujipa mambo ambayo sio yetu na kutojiona labda tunafaa. Lakini kwa ulimi tushinde unafiki kwa wengine. Kwa ulimi tushinde, tujiulize sisi kwa Kristo ni nani. Ndugu zangu, ukiangalia na dhambi ya unafiki ni dhambi ambayo imekemewa kuliko dhambi nyingine na Kristo katika Biblia. Leo hii tujiulize, kwako Kristo ni nani? Leo tunaona katika Injili ambapo Yesu anaingia Yerusalemu, wamemlaki, wameimba hosana hosana mwana wa Daudi, barikiwa ajaye kwa jina la Bwana, hosana juu mbinguni. Lakini leo tujiulize, hawa watu walikuwa wanamaanisha nini? Na mimi leo nijiulize, kwangu Kristo ni nani? How do I address Jesus in my life? Namuita labda mfalme, king, namuita Bwana, kiongozi. Wengine wanadai kusema huyu ndiye jeuri yangu. Jeuri yangu ni Kristo. Mchungaji mwema, Kristo ni majibu yangu yote. Kristo ni shime yangu. Lakini tunaweza tukao tunasema haya maneno, kumbe bado tunaishi kinyume nayo. Unaweza ukakuta unasema hivyo, lakini tukakuta kumbe mali ndiyo hamu yangu kubwa, mali ndiyo majibu yangu kubwa. Possession, milk, nguvu, vyeo, sifa, kujilimbikizia vitu, unaweza ukakuta hivi ndivyo kipaumbele chako. Kumbe basi tunaalikwa siku ya leo kwamba kile tunachokisema, tunachokinena kiweze kuwa na maana. Mtakatifu Agustino anatuonya na kutuhimiza kwamba usifikiri kuwa kumsifu Mungu kwa watu kama tufanyavyo kwa majionyesho ya nje kuwa maana sifa zetu ni feki. Mnafiki usifu kwa maneno, lakini moyo wake uko mbali. Midomo huimba, lakini matendo yake yanapingana na sauti yake. Mtakatifu Agustino anatuambia hivyo ili akitaka sisi tunapomsifu Mungu, tunapompa Mungu sifa, tunapomtukuza, tusiwe kama hao wana wa Wayahudi waliokuwa na msifu lakini mioyo yao iko mbali. Mwishoni wanakuja kumwambia kwamba asulubiwe. Na tunaposifu na kumtukuza Mungu tumaanishe. Jambo la tatu, tunaalikwa kutafakari, kujipima na kujichambua sifa tunazopewa na watu. Sifa zinaua, sifa zinapoteza, sifa zinatutoa kwenye lamani, sifa zinatutoa kwenye malengo na kwenye kusudi. Leo tunaalikwa tusilose focus, tusilose vision, tusipoteze mipango yetu, tusipoteze misimamo yetu, tusipoteze sifa yetu na utu wetu kwa sababu ya sifa tunazopewa. Sifa zinaweza zikatukweza na kutupa thamani ambayo sio ya kwetu. Kumbuka tukiwa kama darasa la 7, darasa la 6, la 5, tulikuwa tunapenda sana kuogelea sana. Kwetu kuna mito mikubwa. Kipindi kama hiki cha masika, mito inakuwa mikubwa na inajaa maji na unakuwa uhitaji kwenda ziwani. Kwa hiyo siku moja ilikuwa ni Jumatano kuelekea Alhamisi Kuu, tumeenda mtoni kuogelea. Kwa hiyo sehemu ilikuwa, mto ulikuwa umetengwa, kuna sehemu ya watoto, kuna sehemu ya vijana, kuna sehemu ya wasichana, kuna sehemu ya wakubwa. Lakini sehemu ya wakubwa pia ilikuwa imetengwa. Kuna sehemu ambapo wanaojua kuogelea kidogo, kuna wanaojua kuogelea wanafika katikati, kuna wanaojua kuogelea sana unaweza ukafika mbele. Lakini kuna sehemu ilikuwa haiwezi ikafikika kwa sababu ukifika huko kuja kurudi labda unaweza ukawa umechoka usiweze kufika ulipoanzia. Kwa hiyo tulikuwa na kijana mmoja jirani yangu alikuwa anaitwa Robin, alikuwa ni mtaalamu sana wa kuogelea. Ile siku dimba kwenye maji na tulikuwa tumetoka shuleni. Kwa hiyo wasichana wanamwimbia Robin, Robin. Robin akaendelea kuogelea, Robin akaendelea kuogelea. Akafika ile sehemu ambapo sasa ni pa kugeuza. Lakini kelele kwa sababu zilikuwa ziko nyuma, Robin, Robin, Robin. Akaendelea kuogelea mpaka akafika kule mwisho ambapo wapefikiki. Wadada wakaendelea Robin, Robin. Sasa Robin bwana, tukaanza kuona anaanza kucheza mchezo wa samaki, mara chini, mara juu, mara chini, mara juu. Ndugu zangu,
Baada ya kuingia mbizi ya 3 tukaona ananyosha mikono, tukajua wengine ambao tulikuwa tupo kwenye maji ya mbali sasa ambao tunaogelea kidogo, tukaanza kukimbia. Wasichana wote wakakimbia, akabaki peke yake. Kwa hiyo tulifika nyumbani tukawa kimya. Kumbe bahati nzuri kuna baba mmoja alikuwa yuko karibu para, kaja kaona kaingia kwenye maji, watu wa huko wanajua kuogelea sana, kamtoa Robin aliyekuwa ameshaanza kupiga vikombe vya kutosha, kamtoa. Tukiwa nyumbani tumenyamaza, hatutaki kusema kitu chochote, tupo tumetulia kabisa. Tukaona Robin anatokea amepauka. Unajua mtu ukiwa kwenye maji ukitoka kama hujapaka mafuta unatoka umepauka. Lakini amepauka huku nywele hazijachanwa, amevaa nguo mpya na viatu. Tunajua kwenye msimu kama huu watu mtakuwa tumeshanunuliwa nguo, lakini umeitunza kwa ajili ya Pasaka. Alipofika ndani kila mtu anakaa kimya. Sisi tunategemea kwamba Robin amekufa na hatusemi kitu chochote. Lakini mama ajui story yote, akamuuliza kwa kucheka, Robin, mbona umevaa nguo mpya na ninategemea itakuwa ni ya Pasaka? Kwa nini hujasubiri mpaka ifike? Robin akafichua siri ambayo tulikuwa tumeficha, kwamba mimi leo nilikuwa nife na hawa walijua wakakimbia, lakini ni kwa sababu ya mtu alioniokoa. Kwa hiyo kwa sababu hiyo siwezi nikasubiri mpaka Pasaka, kwa sababu leo ilikuwa ni siku yangu ya kufa, ndio maana nimevaa nguo hizi mpya. Lakini basi akasema leo, kuanzia leo sitakaa nipokee masifa. Tujifunze sifa tunazopewa na watu zinatunywesha sumu gani. Tusikubali sifa ambazo zinatutoa kwenye malengo, sifa ambazo zinatujaza upepo usio wa ukweli. Jambo la 4, tujiulize tunaona wapi ukuu wa Mungu katika maisha yetu? Ni wapi tunaiona nguvu ya Kristo? Je, ni katika kushindana? Je, ni katika prove superiority yetu? Je, ni katika kuonyesha watu tuna nguvu? Je, ni katika kuishi maisha ya raha, starehe, kuondokana na mateso? Nafikiria hapana. Kristo leo anaonyesha kuwa nguvu yake ipo katika kutimiza mapenzi ya Mungu, hata katika mateso, katika taabu, katika dhiki. Na ndio maana katika somo la pili tunaambiwa kwamba hakuona kule kuwa sawa na Mungu ni swala la kung'ang'ania kwa nguvu, bali alishuka, akafa, akawa tayari kuteseka, hata kufa kwa msalaba, kifo ambacho kilikuwa ni cha udhalilishaji. Tumeona katika somo la pili kutoka kwa Filipi sura ya 2 ya 6 mpaka ya 11. Hata katika mateso Mungu wetu anaendelea kuitwa na kusema, Mungu wangu mbona umeniacha, kama tulivyosikia katika Zaburi ya 22. Maneno haya ayasema sio kwa sababu amekata tamaa na kuona kwamba Mungu atamsaidia. No, ni kweli amekata tamaa, lakini tumaini lake halijaondoka. Mungu bado yupo. Na sisi tuweze kumuona Mungu hata katika madogo, lakini zaidi na zaidi tunaposhuka chini na kujishusha na kumuona kwamba yeye atabaki kuwa juu. Tukiona kila kitu anafanya yeye, tutaweza kumwiga Kristo na kushuka na kumuona katika udogo, katika unyenyekevu. Jambo la 5 na la mwisho, ndugu zangu wapendwa, ni angalizo. Je, watu watakusifu leo? Wataendelea kukusifu? Kuna msemo unasema watu watakusifu leo, lakini watu watakusulubisha kesho. People will praise you today, but they will crucify you tomorrow. Tufanyeje sasa? Tafuta na angaikia utukufu wa kweli, ambao utukufu huo ni utukufu mtakatifu, divine glory, utukufu unaopatikana kwa Mungu. Mungu pekee ndiye anatoa utukufu huu, na utukufu huu ni utukufu wa Kipasaka, utukufu wa kudumu, utukufu wa pekee, utukufu utokao kwa Mungu. Yesu anatuambia katika Marko sura ya 8 aya 36 kwamba, je, kuna faida gani mtu kuupata ulimwengu wote na kuyapoteza maisha yake? Yaani maisha ya umilele. Maana yake ni nini wapenda? Mwaliko mwingine wa siku ya leo unatujenga kwamba tumwige Kristo huyu ambaye aliachilia yote, lakini kwa ajili ya kukamilisha kazi yake. Na sisi kazi kubwa tunayoitiwa leo ni kwa ajili ya kujishindia mbingu, kuwa wa Kristo kweli, kumtangaza katika kweli yake na katika maneno, kumtegemea. Tunapomsifu Mungu, tunapoenda kusali, tunaalikwa kuanzia leo tumaanishe, tusiwe kama wana wa Wayahudi. Leo wanamsifu, wanamuita Hosana Hosana mwana wa Daudi, alafu wao wenyewe baada ya siku chache wanaenda kusema asurubiwe, asurubishwe. Wanakuja kumtetea mwizi, wanamwacha Kristo.
Katekisimu ya Kanisa Katoliki inatupa msingi wa maisha makubwa, ikizingatia hili sehemu ya somo la kwanza la Isaya na maisha ya Kristo, ikituambia kwamba huu wimbo wa mtumishi mwaminifu ni kama maisha yetu, kwamba nyimbo hizi zatangaza maana ya mateso ya Yesu, na hivyo zaonyesha ni kwa namna gani angalimimina Roho Mtakatifu kwa kuisha umati, si kwa nje bali kwa kutwaa hali yetu ya utumwa, kwa kuichukua juu yake hali yetu ya mauti. Anaweza kutushirikisha na Roho wake, Roho wa uzima. Tumuombe Mungu aweze kutusaidia kwa maneno ambayo tutamsifu tuweze kuyatangaza pia katika kuwaokoa watu wake. Tujiulize, Mungu amekupa ulimi wa aina gani? Tuseme leo kwamba Mungu amenipa ulimi wa hao wafundishwao, nipate kujua jinsi ya kumtegemeza kwa maneno yeye aliyechoka. Tumsifu Yesu Kristo.